the instructions of the Electoral Commission, we should have a peaceful election. I'm very confident I have a 99% chance to win these elections. Nilihuzunika kwa yote yaliyotokea kuhusu Pemba 2001 na jeraha lililobaki katika historia ya Tanzania. Na haya ni majuto ya Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3 wa Tanzania. Miaka mingi baada ya vurugu za kisiasa za Pemba mwaka 2001, Benjamin William Mkapa alirudi katika ukurasa huo mzito wa historia ya Tanzania akiwa na maumivu na tafakari kubwa. Katika kitabu chake cha kumbukumbu My Life, My Purpose, kilichochapishwa na Mkuki na Nyota Publisher mwaka 2019, Mkapa hakuzungumzia tu mafanikio ya uongozi wake, bali pia alikumbuka nyakati ngumu zilizomwacha na maswali mazito. Miongoni mwa matukio yaliyobeba uzito mkubwa zaidi kwake yalikuwa ni yale ya Januari 2001 Zanzibar, hususan Pemba, ambapo vurugu za kisiasa zilisababisha vifo, majeruhi na hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Mkapa akiangalia nyuma akiwa ameondoka madarakani, Mkapa alikubali kuwa tukio hilo lilikuwa ni sehemu ya historia yake ambayo haingeweza kufutika. Kauli yake iliyobeba uzito mkubwa ilikuwa I accept full responsibility for what happened, yaani ninakubali kuwajibika kikamilifu kwa yaliyotokea. Kwa Mkapa, kuwa rais kulimaanisha kubeba wajibu wa taifa, hata katika nyakati ambazo maamuzi yalikuwa magumu na matokeo yake yalikuwa yenye maumivu. Lakini nini hasa kilitokea huko Pemba? Na ni kwa nini maandamano ya kisiasa yaligeuka kuwa janga? Na ni kwa nini miaka mingi baadaye rais huyo wa zamani aliona ni muhimu kuyaweka kwenye kumbukumbu zake, hasa katika kitabu chake cha My Life, My Purpose? Na ili kufahamu kilichotokea Januari 2001, ni lazima kurudi nyuma hadi uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2000. Uchaguzi huo ulikuwa miongoni mwa chaguzi zilizokuwa na ushindani mkubwa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania. Zanzibar ilishuhudia ushindani mkali kati ya chama tawala cha Mapinduzi CCM na chama cha upinzani Civic United Front CUF kilichoongozwa na Maalim Seif Sharif Hamad. Baada ya matokeo kutangazwa, CUF ilipinga mchakato huo ikidai uchaguzi haukuwa wa haki. CCM na mamlaka za uchaguzi zilitetea matokeo yaliyotangazwa. Mvutano huo uliendelea na hatimaye CUF ikatangaza kuitisha maandamano ya kupinga hali hiyo. Na hapo ndipo ikatokea siku ambazo Zanzibar haitoweza kuisahau. Ni kuelekea mwisho wa Januari 2001, hali ya kisiasa Zanzibar ilikuwa imejaa taharuki. Tarehe 26 Januari 2001, hali ya usalama ilianza kuwa tete, huku maandalizi ya maandamano yakiendelea. Na ilipofika tarehe 27 Januari 2001, maandamano yalifanyika katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar, hasa Pemba na Unguja. Na ikumbukwe, serikali ilikuwa imezuia maandamano hayo ikisema hayakuwa na kibali, na vyombo vya usalama viliingilia kati kuyazuia. Hapo ndipo hali ilibadilika kutoka maandamano ya kisiasa na kuwa vurugu zilizosababisha madhara makubwa. Ni kweli wananchi walipoteza maisha, wengine walijeruhiwa, na baadhi ya wakazi wa Zanzibar walikimbilia Kenya wakihofia usalama wao. Tume ya uchunguzi iliongozwa na Brigedia Jenerali mstaafu Hashim Mbita baadaye ilieleza kuwa takribani watu 30 waliuawa huku wengine wakijeruhiwa. Hata hivyo, idadi kamili ya waathirika imekuwa ikitajwa tofauti na vyanzo mbalimbali, lakini tume ya Hashim Mbita ilisema takribani watu 30 ndio waliouawa huku wengine wakijeruhiwa. Na kipindi hiko viongozi waliokuwa madarakani walikuwa ni Benjamin William Mkapa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; Amani Abeid Karume, rais wa Zanzibar; Maalim Seif Sharif Hamad, kiongozi wa CUF na mpinzani mkuu wa kisiasa Zanzibar; Omar Mahita, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kwa wakati huo. Na mgogoro huu ulijikita kwenye tofauti za kisiasa kuhusu uchaguzi, madai ya haki na namna serikali ilivyoshughulikia maandamano. Na hapo ndipo hisia za Benjamin Mkapa katika kitabu chake cha My Life, My Purpose
Mkapa hakulichukulia tukio hilo la Pemba kama ukurasa wa kawaida wa kisiasa. Mkapa alieleza kuwa lilikuwa ni moja matukio yaliyomgusa sana katika kipindi chake cha urais. Wakati vurugu hizo zikitokea, Mkapa hakuwa Tanzania. Alikuwa nje ya nchi, Davos, Uswizi, akihudhuria mkutano wa uchumi wa dunia, lakini hakutumia kutokuwepo kwake kama sababu ya kukwepa wajibu huo. Kwa mtazamo wake, rais hubeba wajibu wa taifa katika nyakati nzuri na mbaya, na ndio maana alikubali uwajibikaji wa kisiasa kwa yaliyotokea. Na hapo ndipo utawala wa Mkapa ulikuwa na sura mbili katika kumbukumbu za Watanzania. Upande mmoja kuna mageuzi ya uchumi, juhudi za kuvutia uwekezaji, uhusiano wa kimataifa na mapambano dhidi ya matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Upande mwingine kuna matukio kama Pemba na mwaka 2001 ambayo yaliendelea kuwa sehemu ya mjadala mkubwa kuhusu demokrasia, uchaguzi na matumizi ya nguvu katika serikali. Na kupitia kitabu chake, Mkapa ameonyesha kuwa historia ya kiongozi haiwezi kuandikwa kwa mafanikio pekee. Na hapo ndipo huzuni iliporejea tarehe 24 Julai 2020. Rais wa awamu ya 3 amefariki. Tanzania ilipokea taarifa ya kifo cha Benjamin William Mkapa. Taarifa hiyo ilitangazwa na rais wa wakati huo John Pombe Magufuli, ambaye alieleza masikitiko yake na kutoa heshima kwa rais huyo mstaafu. Mwili wake uliagwa katika shughuli za kitaifa zilizofanyika Dar es Salaam, ambapo Watanzania walipata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho. Baada ya hapo, mwili wake ulisafirishwa kwenda Mtwara, nyumbani kwake, ambapo alizikwa kwa heshima za kitaifa mbele ya familia, viongozi na wananchi. Miaka 6 baada ya kifo chake, Benjamin William Mkapa bado anakumbukwa kwa sura nyingi, lakini moja ya mambo yaliyobaki katika kumbukumbu zake ni uamuzi wa kukabiliana na kurasa ngumu za historia yake. Lakini kwa Mkapa mwenyewe ilikuwa pia ni somo kuhusu uzito wa uongozi, wajibu wa madaraka na umuhimu wa kukubali kwamba historia ya Tanzania hujengwa na nyakati za ushindi pamoja na nyakati za maumivu. Mimi ni Joseph Isangura. Hii ni habari fupi mahiri kwa Afrika. Myself don't accept those results, and my party doesn't accept those results.